Ndugu wageni waalikwa, haya yote tunayozungumza ni wazi kwamba huduma jumuishi za kifedha imekuwa ni kiungo muhimu sana kwa ukuaji wa uchumi wetu. Unakwenda kupunguza umaskini, unachochea maendeleo kwa jamii yetu kwa ujumla, na kutokana na ukweli huo serikali itaendelea kushirikiana na wadau wote ili kuhakikisha kwamba sekta za kifedha inazidi kuwa jumuishi, fanisi na yenye tija kwa maendeleo yetu ya taifa. Vile vile serikali inaendelea kufanya jitihada mbalimbali ili kusaidia sekta zote kuweza kusomana na kufanya kazi kwa pamoja kwa ushirikiano na mwingiliano kidijitali. Hapa malengo yetu ni kurahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi zikiwemo za utunzaji wa fedha ili kupokea na kutuma fedha. Tunachotaka kukiona ni kile kilichoelezwa na wataalamu wetu wa benki waliokuja hapa, kwamba leo hulazimiki kutoka NBC na Furushi kwenda NNB, CRDB Tanzania na TCB kutumia mfumo wa kielektroniki kidigitali. Unaziona benki zote na unafanya transaction. Kwa msisitizo wa serikali kwenye eneo hili ni kwamba benki zote sasa zijikite kuhakikisha kwamba zinaimarisha mifumo ya kielektroniki iweze kusomana ili kuleta urahisi kwa watumiaji na kuleta maendeleo endelevu ya kidigitali hapa nchini. Lakini pia katika vipindi tofauti serikali imekuwa ikiandaa na kutekeleza mikakati ya taifa katika kuboresha huduma jumuishi za kifedha. Mpango mkakati wa taifa letu hasa kwenye huduma jumuishi ya fedha wa mwaka 2022-2028 ni mwendelezo wa mafanikio yaliyopatikana kupitia mpango mkakati na mkakati wa taifa wa huduma jumuishi za fedha ambao ulikamilika mwaka 2022 mwezi Disemba. Jitihada nyingine ni kuandaa mkakati wa uchumi wa kidigitali na ni wa miaka 10 kuanzia mwaka 2024 na utaishia mwaka 2034, yaani Tanzania Digital Economy Strategic Framework, ambao kwa sasa unaendelea kuratibiwa na Wizara ya Fedha. Mkakati huu ni mahususi kwa nchi yetu kufikia malengo ya kutekeleza na kufikia uchumi wa kidigitali ambao leo tunaanza kuona unashamiri kote nchini. Lakini kadhalika mkakati huo unaweka msingi wa kuwekeza kwenye ujenzi wa miundombinu imara ya mawasiliano yenye uwezo wa kubeba teknolojia moja kwa moja ambazo zinahitajika kwenye matumizi yetu. Vile vile mfumo huo au mkakati huo unakwenda kuchochea uwepo wa bunifu mpya za kidigitali zinazoendana na mahitaji halisi ya kila siku hapa nchini, kama wa leo ambao ni NBC Kiganja App, ambayo inavyochangia azma hiyo, inayochagiza azma ya serikali yetu.